Ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni mkurugenzi wa Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa, kwa kifupi TUMATA. Jina langu ni Joseph Julius Goriama, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa. Ninawaletea ujumbe wenye kichwa cha habari kinachosema kuzaliwa kwa serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wapendwa, kuzaliwa kwa serikali ya awamu ya 6 kulitokea tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021 mara baada ya kifo cha Rais John Pombe Joseph Magufuli kilichotokea tarehe 17 mwezi wa 3 mwaka 2021. Hivyo basi, kifo cha John Pombe Joseph Magufuli, rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kilipelekea makamu wa rais wa wakati huo, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kutawazwa kwa mujibu wa katiba kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6. Ndugu zangu wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan alichukua nafasi hiyo baada ya kifo cha mtangulizi wake John Pombe Joseph Magufuli. Kuzaliwa kwa serikali ya Tanzania ya awamu ya 6 kulikuwa sawasawa kabisa na mtoto wa mwanadamu anavyozaliwa. Mtoto wa mwanadamu anapozaliwa, anazaliwa na vitu 5 vya muhimu. Cha kwanza, mtoto anapozaliwa anazaliwa na sauti yake, na ndio maana baada ya mtoto kuzaliwa hutoa sauti ya kulia kuonyesha amezaliwa na sauti yake. Jambo la pili ambalo mtoto anazaliwa nalo ni mwelekeo. Kama mtoto aliyezaliwa ni mtoto wa kike, mwelekeo wake wa kukua utakuwa wa kike. Kama mtoto aliyezaliwa ni wa kiume, mwelekeo wake wa maisha utakuwa wa kiume. Kwa hiyo mtoto huzaliwa na mwelekeo wake. Jambo la tatu, mtoto anapozaliwa huzaliwa na maisha yake, huzaliwa na uzima wake, huzaliwa na uhai wake. Na ndio maana mtoto mdogo kwa vipimo vinaweza vikawekwa kwenye kifua chake, mapigo ya moyo yakasomeka, kwa sababu mtoto huzaliwa na uzima wake. Jambo la 4 ambalo mtoto huzaliwa nalo ni nguvu. Mtoto anazaliwa na nguvu zake, japo anazaliwa na nguvu kidogo, lakini ukweli ni kwamba mtoto anazaliwa na nguvu zake. Jambo la 5 la kukumbuka, mtoto anapozaliwa huzaliwa na mamlaka yake ya utendaji, mamlaka ya kumfanya mtoto akue, viungo vikue, vijengeke, mtoto huyu kuelekea kuwa mtu mzima. Kwa hiyo basi, mtoto anapozaliwa huzaliwa na sauti yake, huzaliwa na mwelekeo wake, huzaliwa na uzima, uhai au maisha yake, huzaliwa na nguvu zake, na huzaliwa na mamlaka yake. Ndugu yangu unayenisikiliza, kama mtoto wa mwanadamu anavyozaliwa, ndivyo serikali ya Tanzania ya awamu ya 6 ilivyozaliwa. Serikali ya awamu ya 6 ilipozaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021, ilizaliwa na vitu 5 vya muhimu. Kitu cha kwanza ambacho kilizaliwa serikali ya awamu ya 6 ilipozaliwa, kitu cha kwanza kilichozaliwa ni sauti ya serikali ya awamu ya 6. Ilizaliwa sauti ya serikali ya awamu ya 6. Kitu cha pili kilichozaliwa ni mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6.
Kitu cha tatu kilichozaliwa ni maisha ya serikali ya awamu ya 6 yalizaliwa. Kitu cha 4 kilichozaliwa siku Rais Samia Suluhu Hassan alipoapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6. Kitu cha 3 kilichozaliwa ni maisha, uzima, uhai wa serikali ya awamu ya 6. Kitu cha 4 kilichozaliwa siku ile ni nguvu ya serikali ya awamu ya 6 ilizaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021. Nguvu ya serikali ya Samia Suluhu Hassan ilizaliwa siku ile. Na kitu cha 5 kilichozaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021 ni mamlaka ya serikali ya awamu ya 6 ilizaliwa siku rais wetu Samia Suluhu Hassan alipotawazwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, kama sote tunaamini ya kwamba serikali ya awamu ya 6 ilizaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021, basi serikali ya Tanzania inayojitambua lazima itambue sauti yake, lazima itambue mwelekeo wake, lazima itambue maisha yake, lazima itambue nguvu zake, lazima itambue mamlaka yake. Natamani kuona watumishi wa serikali na viongozi wa serikali wanatambua nini kilichozaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021. Ukweli ni kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alipoapishwa, siku ile ndiyo siku serikali yake ilipozaliwa. Sauti ya serikali yake ilizaliwa siku ile. Mwelekeo wa serikali yake ulizaliwa siku ile. Maisha ya serikali yake yalizaliwa siku ile. Nguvu ya serikali yake ilizaliwa siku ile. Na mamlaka ya serikali ya awamu ya 6 ilizaliwa siku ile. Ndugu zangu mnao nisikiliza, kuzaliwa kwa serikali ya Tanzania ya awamu ya 6 kulimaanisha kuzaliwa kwa sauti ya hiyo serikali, kulimaanisha kuzaliwa kwa mwelekeo wa hiyo serikali, kulimaanisha kuzaliwa kwa maisha ya hiyo serikali, kulimaanisha kuzaliwa kwa nguvu ya hiyo serikali, na kulimaanisha kuzaliwa kwa mamlaka ya hiyo serikali. Ndugu zangu mnaonisikiliza, baada ya mtoto wa mwanadamu kuzaliwa, ni kawaida kwa mtoto kupata malezi, kwa mtoto kupata makuzi. Makuzi ambayo mtoto anayapata, malezi anayoyapata kwa wazazi wake na walezi, ndiyo yanajenga maisha ya huyu mtoto. Mazingira ambayo mtoto analelewa, ndugu anaolelewa nao, majirani, shule, kwenye taasisi za dini anakoenda kushiriki, kwenye vyuo, mazingira, watu wanaomzunguka katika jamii yake, ndio wanajenga maisha ya mtoto huyu, awe na mawazo yake anayoyawaza, awe na mtazamo wake anaotazamia, awe na maneno yake ya kinywa anayoyaongea, awe na matendo yake anayoyatenda, awe na muonekano wake anaouonyesha, awe na mahusiano yake anayohusiana, awe na maamuzi yake anayoyafanya, na awe na misimamo yake anayoisimamia. Leo hii wewe unayenisikiliza, umekuwa ni mtu mzima baada ya kulelewa. Wazazi wamekulea, walimu mashuleni wamekulea, taasisi za dini zimekulea, mazingira yamekulea, majirani, watu wengi wamehusika kukulea wewe unayenisikiliza. Na ndio maana leo una mawazo unaoyawaza, una mtazamo unaotazamia, una maneno unaoyazungumza, una matendo unaoyatenda, una mwonekano unaoonyesha, una mahusiano unayohusiana, una maamuzi unayoyafanya na misimamo unayoisimamia kwa sababu ya malezi uliyoyapitia. Kwa hiyo kama vile mtoto wa mwanadamu anavyolelewa na kufika mahala akawa anajitambua
kwa kuwa na maisha yake mwenyewe, kwa kuwa na mawazo yake, mtazamo wake, maneno, matendo, muonekano, mahusiano, maamuzi na misimamo. Ndivyo serikali ya Tanzania ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan ilipozaliwa ilipata malezi. Ndugu zangu, serikali ya Samia Suluhu Hassan tangu ilipozaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021, kwa miaka hii 4 imepata malezi. Imepata malezi kwa marais wa staff, imepata malezi kupitia mawaziri wakuu wa staff, imepata malezi kupitia wazee mbalimbali, kupitia marais wa mataifa mengine, mataifa jirani, kupitia vitabu, kupitia njia mbalimbali. Rais Samia Suluhu Hassan amepata malezi. Leo hii serikali ya awamu ya 6, napenda kusema wazi na kutangaza waziwazi, imefika wakati serikali hii sasa ni kama mtu mzima anayeweza kujitegemea. Ndugu zangu mnaonisikiliza, kipindi mtoto anapoanza kulelewa akiwa mdogo na kuelekea kuwa mkubwa, kuna makosa anaweza akayafanya. Watoto wanafahamu na wazazi wanafahamu. Mtoto anapokuwa mdogo anakuwa anafanya makosa mengi, anafanya makosa, lakini wazazi na walezi wanamrekebisha, wanamkemea, wanamchapa viboko, wanamuonya, wanamshauri, wanamuongoza, wanamsimamia mpaka vile mtoto anafika mahala anakuwa mtu mzima mwenye akili timamu, hafanyi tena makosa aliyokuwa anayafanya wakati anazaliwa. Ndugu zangu mnaonisikiliza, serikali ya awamu ya 6, kwa sababu inaongozwa na mwanadamu na wanadamu ndio wanaoiendesha, bila shaka yaweza ikawa imefanya makosa mbalimbali wakati wa kukua kwake. Lakini nataka niwaambie ni wazi, pamoja na makosa hayo ambao kila siku serikali imekuwa ikijirekebisha na ikifanya vizuri na vizuri na vizuri, nataka niwaambie ni ukweli, malezi ambayo serikali imeyafanya na mafunzo ambayo imekuwa ikiyapitia na makosa ambayo imekuwa ikiyafanya na kujirekebisha, leo hii serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefika mahala ina mawazo yake inayoyawaza. Serikali ina mawazo yake inayoyawaza. Serikali leo ina mtazamo wake inaotazamia, ina maneno yake inayoyaongea, ina matendo yake inayoyatenda, ina muonekano wake inaouonyesha, ina mahusiano yake inayohusiana. Serikali leo imefika mahala ina maamuzi yake inayoyafanya na ina misimamo yake inayosimamia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ni sawasawa na mtu mzima mwenye mawazo yake, mwenye mtazamo wake, mwenye maneno yake, mwenye matendo yake, mwenye muonekano wake, mwenye mahusiano yake, mwenye maamuzi yake na mwenye misimamo yake. Ndugu zangu mnaonisikiliza, serikali ya Tanzania leo imefika mahala ina mawazo yake inaowawazia Watanzania, ina mtazamo wake inaowatazamia Watanzania, ina maneno yake ya kinywa inayoongea na Watanzania, ina matendo yake inayowatendea Watanzania, ina muonekano wake inaowaonyesha Watanzania, ina mahusiano yake inayohusiana na Watanzania, ina maamuzi yake inayowafanyia Watanzania na ina misimamo yake inayowasimamia Watanzania. Ndugu zangu mnaonisikiliza, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mawazo yake inayowazia taifa letu, ina mawazo yake inayowazia taifa letu, ina mtazamo wake inayolitazamia taifa letu, ina maneno yake ya kinywa inayolitamkia taifa, ina matendo yake inayolitendea taifa, ina muonekano wake inayolionyesha taifa, ina mahusiano yake inayohusiana na taifa, ina maamuzi yake inayolifanyia taifa na ina misimamo yake inayolisimamia taifa letu. Ndugu zangu mnaonisikiliza, serikali imekuwa ni sawa na mtu mzima mwenye mawazo yake, mtazamo wake, maneno yake, matendo, muonekano, maamuzi na misimamo.
Leo hii serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 ina mawazo yake inayoliwazia bunge, ina mtazamo wake inayolitazamia bunge, ina maneno yake inayolitamkia bunge, ina matendo yake inayolitendea bunge, ina muonekano wake inayolionyesha bunge, ina mahusiano yake inayohusiana na bunge, ina maamuzi yake inayolifanyia bunge, na ina misimamo yake inayolisimamia bunge. Ndugu zangu, serikali ya awamu ya 6 baada ya kuzaliwa na kulelewa, leo imefika mahala ina mawazo yake inayowazia Chama cha Mapinduzi, ina mtazamo wake inayotazamia Chama cha Mapinduzi, ina maneno yake ya kinywa inayokitamkia Chama cha Mapinduzi, ina matendo yake inayokitendea Chama cha Mapinduzi, ina muonekano wake inayokionyesha Chama cha Mapinduzi, ina mahusiano yake inayohusiana na Chama cha Mapinduzi, ina maamuzi yake inayokifanyia Chama cha Mapinduzi, na ina misimamo yake inayosimamia Chama cha Mapinduzi. Leo hii serikali ya awamu ya 6 ina mawazo yake inayowazia mataifa mengine, ina mawazo yake inayowazia mataifa mengine, ina mtazamo wake inayotazamia mataifa mengine, ina maneno yake ya kinywa inayotamkia mataifa mengine, ina matendo yake inayotendea mataifa mengine, ina muonekano wake inayoonyesha mataifa mengine, ina mahusiano yake inayohusiana na mataifa mengine, ina maamuzi yake inayofanyia mataifa mengine, na ina misimamo yake inayosimamia mataifa mengine. Serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina mawazo yake inayomwazia Mtanzania mmoja mmoja, ina mtazamo wake inayomtazamia Mtanzania mmoja mmoja, ina maneno yake ya kinywa inayomtamkia Mtanzania mmoja mmoja, ina matendo yake inayomtendea Mtanzania mmoja mmoja, ina muonekano wake inayomwonyesha Mtanzania mmoja mmoja, ina mahusiano yake inayohusiana na Mtanzania mmoja mmoja, ina maamuzi yake inayomfanyia Mtanzania mmoja mmoja, na ina misimamo yake inayomsimamia Mtanzania mmoja mmoja. Ndugu zangu wa Tanzania, napenda kuchukua nafasi hii kuambia ukweli ya kwamba serikali ya awamu ya 6 ina mawazo yake inayowazia ndoa za Watanzania, ina mtazamo wake inayotazamia ndoa za Watanzania, ina maneno yake inayotamkia ndoa za Watanzania, ina matendo yake inayotendea ndoa za Watanzania, ina muonekano wake inayoonyesha ndoa za Watanzania, ina mahusiano yake inayohusiana na ndoa za Watanzania, ina maamuzi yake inayofanyia ndoa za Watanzania, na ina misimamo yake inayosimamia ndoa za Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ina mawazo yake inayowazia familia, ina mawazo yake inayotazamia, ina mtazamo wake inayotazamia familia, ina maneno yake inayozungumza kwa familia, ina matendo yake inayotendea familia, ina muonekano wake inayoonyesha familia, ina mahusiano yake inayohusiana na familia, ina maamuzi yake inayofanyia familia za Watanzania, na ina misimamo yake inayosimamia familia za Watanzania. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, serikali ya awamu ya 6 chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ina mawazo yake inayowazia dini za Watanzania, ina mtazamo wake inayotazamia dini za Watanzania, ina maneno yake inayozitamkia dini za Watanzania, ina matendo yake inayotendea dini za Watanzania, ina muonekano wake inayoonyesha dini za Watanzania, ina mahusiano yake inayohusiana na dini za Watanzania, ina maamuzi yake inayofanyia dini za Watanzania, na ina misimamo yake inayosimamia dini za Watanzania. Ndugu zangu wapendwa, serikali ya awamu ya 6 ya mama yetu Samia Suluhu Hassan ina mawazo yake inayowazia vilabu vya michezo Tanzania, ina mtazamo wake inayotazamia vilabu vya mchezo Tanzania, ina maneno yake ya kinywa inayotamkia vilabu vya mchezo, ina matendo yake inayotendea vilabu vya mchezo, ina muonekano wake inayovionyesha vilabu vya mchezo, ina mahusiano yake inayohusiana na vilabu vya mchezo, ina maamuzi yake ambayo inafanyia vilabu vya mchezo, na ina misimamo yake inayovisimamia vilabu vya mchezo. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, serikali ya awamu ya 6 inatambulika kwa mambo makubwa mawili. Moja, serikali yetu inatambulika kwa sura yake, na sura ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajulikana kupitia mambo matano. Jambo la kwanza, serikali ya Tanzania inajulikana kupitia sauti yake. Sauti ya serikali ya awamu ya 6
ni sauti inayotofautiana na sauti za serikali za awamu nyingine. Serikali ya awamu ya 6 imejipambanua kwa sauti yake, imejipambanua kwa mwelekeo wake, imejipambanua kwa maisha yake, imejipambanua kwa nguvu zake, na imejipambanua kwa mamlaka yake. Kwa sura ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaweza ikawa defined, ikaelezewa kupitia sauti ya serikali ya awamu ya 6, kupitia mwelekeo wa serikali ya awamu ya 6, kupitia maisha ya serikali ya awamu ya 6, kupitia nguvu ya serikali ya awamu ya 6, na kupitia mamlaka ya serikali ya awamu ya 6. Lakini jambo la pili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 inaweza kutambulika kwa kuangalia maisha inayoyaishi. Maisha ambayo serikali ya awamu ya 6 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayaishi yanaweza kujulikana kupitia mawazo ambayo serikali inayawaza, kupitia mtazamo ambao serikali inatazamia, kupitia maneno ya kinywa ambayo serikali inayatamka, kupitia matendo ambayo serikali inayatenda, kupitia muonekano ambao serikali inaonekana, kupitia mahusiano ambayo serikali inahusiana, na kupitia maamuzi ambayo serikali inayafanya. Ndugu zangu wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 hivi sasa inatimiza mwaka wa 4 kuelekea wa 5 kasoro tangu ilipozaliwa. Ni wakati wa Watanzania kuipokea serikali yao na kuipa nafasi ya kuweza kuongoza taifa letu na kuendelea kulisimamia taifa letu. Ndugu zangu, ninarudia kusema serikali ya awamu ya 6 kwa miaka hii 4 au 3 ambayo imekuwa ikituongoza, kama vile mtoto mdogo anavyozaliwa na kuanza kupata malezi, anaweza hapa na pale kama mtoto akawa anajikwaa, anaanguka, anasimama, wazazi wake wanampa pole, wanamsimamisha. Hivyo serikali yoyote duniani inapozaliwa inapitia steji za malezi, za makuzi, na katika steji hizo, kwa sababu serikali inaongozwa na wanadamu, inaweza ikawa inafanya makosa, inayerekebisha, inaweza ikajikwaa, ikasimama. Ndugu zangu wa Tanzania, nachukua nafasi hii kuwaomba wa Tanzania tuipe nafasi serikali ya awamu ya 6, kwa sababu tayari imeshapata malezi. Sasa naamini serikali hii kama ingekuwa ni mwanadamu, basi kupitia makosa, kupitia mambo ambayo imepitia, bila shaka wameshajua nini, wapi, lini, wapi walikosea nini. Kwa hiyo wana uwezo sasa wa kufanya mambo mazuri kwa taifa letu kwa miaka 5 ijayo. Na ndio maana nachukua nafasi hii kuwaomba Watanzania wa dini zote, Watanzania wa makabila yote, Watanzania wa jinsia zote na rika zote, nachukua nafasi hii kuiombea fursa serikali ya awamu ya 6 ya kupewa ridhaa ya kuongoza na kutawala taifa letu kwa miaka 5 ijayo. Katika miaka 5 inayokuja, serikali ya awamu ya 6 kama itapata nafasi, itakuwa na mambo makubwa mawili ambayo nitayaelezea hapa. Jambo la kwanza, serikali hii itakuwa na nafasi ya kuendelea kufunua sura yake izidi kujulikana na kuonekana waziwazi na Watanzania. Kwa miaka 5 ijayo, kuanzia mwakani, serikali itafunua kwa Watanzania vizuri sauti yake, ili Watanzania muijue sauti yake na muweze kuisikiliza. Itafunua vizuri mwelekeo wake, mpate kuuona na kuufuata. Itafunua maisha yake vizuri, ili Watanzania mpate kujiunganisha nayo. Itafunua nguvu zake vizuri, ili mpate kuzinyenyekea, na itafunua mamlaka yake vizuri, ili mpate kuitii. Ni jukumu la Watanzania kuipokea serikali yao ili iwaongoze
kuelekea kwenye ustawi mkubwa, maendeleo makubwa, maisha bora na mafanikio. Ni wajibu wa kila raia wa Tanzania kusikiliza sauti ya serikali yake, kufuata mwelekeo wa serikali yake, kujiunganisha na maisha ya serikali yake, kunyenyekea nguvu za serikali yake na kutii mamlaka ya serikali yake, ili serikali iweze kutufikisha Kanaani, kwenye maziwa na asali, kwenye ustawi mkubwa, kwenye maendeleo makubwa, kwenye maisha bora na mafanikio makubwa. Sisi kama serikali ina wajibu wa kuifunua sauti yake kwa watu wake, kufunua mwelekeo wake, kufunua maisha yake, kufunua nguvu zake na kufunua mamlaka yake. Ni hatari inapotokea serikali inafunua sura yake, ikatokea raia anapinga sauti ya serikali, anapinga mwelekeo wa serikali, anapinga maisha ya serikali, nguvu ya serikali na mamlaka ya serikali. Tutachelewa. Watanzania tumekuwa tukichelewa kupata ustawi mkubwa, maendeleo makubwa, maisha bora na mafanikio, kwa sababu kuna watu wanapinga serikali yetu, wanapinga sauti ya serikali isisikilizwe na wananchi, wanapinga mwelekeo wa serikali usifuatwe na wananchi, wanapinga maisha ya serikali wananchi wasijiunganishe nayo, wanapinga nguvu ya serikali wananchi wasinyenyekee, wanapinga mamlaka ya serikali na kuwafanya wananchi wasiitii. Tutachelewa. Ni wajibu wa wananchi wa Tanzania, kama tunataka tufike Kanaani haraka, lazima tujipange kwa miaka 5 ijayo kusikiliza sauti ya serikali yetu, kufuata mwelekeo wa serikali yetu, kujiunganisha na maisha ya serikali yetu, kunyenyekea nguvu ya serikali yetu na kutii mamlaka ya serikali yetu. Huo ndio wajibu wa kwanza wa serikali na wananchi. Jambo la pili ni wajibu wa serikali kufunua maisha yake kwa wananchi. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina wajibu wa kufunua mawazo yake inayoyawaza, wananchi wayajue. Ina wajibu wa kufunua mtazamo wake inayotazamia, wananchi waujue. Ina wajibu wa kufunua maneno yake ya kinywa, wananchi wayajue. Ina wajibu wa kufunua matendo yake inayoyatenda, wananchi wayajue. Ina wajibu wa kufunua muonekano wake inaouonyesha, wananchi waujue. Ina wajibu wa kufunua mahusiano yake ya upendo, wananchi wayajue. Ina wajibu wa kufunua maamuzi yake ya haki, wananchi wayajue. Na ina wajibu wa kufunua misimamo yake ya haki, wananchi wayajue. Ni wajibu wa serikali kujifunua ili wananchi waikubali, waipokee. Lazima serikali ijifunue, na ndio maana natoa wajibu, na ndio maana natoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kujifunua kwa Watanzania. Wapo Watanzania wanaikataa serikali yao, wanaipinga kwa sababu hawajui mawazo ambayo serikali inawawazia, hawajui mtazamo ambao serikali inawatazamia, hawajui maneno ambayo serikali inawatamkia, hawajui matendo ambayo serikali inawatendea. Watu wengine kwa sababu ya ujinga wanaipinga serikali kwa sababu hawajui muonekano ambao serikali inawaonyesha, hawajui mahusiano ambayo serikali inahusiana nao, hawajui maamuzi ambayo serikali inawafanyia, hawajui misimamo ambayo serikali inawasimamia. Na ndio maana ni wajibu wa wawakilishi wote wa serikali kuhakikisha wanafunua serikali yao kwa wananchi. Wawakilishi wa serikali, wekeni wazi mawazo ambayo serikali inawawazia wananchi. Wananchi wanataka kujua serikali yao inawawazia nini, inawatazamia nini, inasemaje kuhusu maisha yao. Wananchi wanataka kujua serikali inawatendea matendo gani, inawaonyesha muonekano gani, inahusiana nao kivipi. Wananchi wanataka kujua maamuzi ambayo serikali yao inawafanyia, wanataka kujua misimamo ambayo serikali yao inawasimamia. Ni wajibu wa wananchi. Serikali inapojifunua kwenu, mna wajibu wa kuipokea. Jifunzeni wananchi wa Tanzania mawazo ya kuiwazia serikali yenu, mtazamo wa kuitazamia serikali yenu, maneno ya kuitamkia serikali yenu, matendo ya kuitendea serikali yenu. Jifunzeni wananchi wa Tanzania muonekano wa kuionyesha serikali yenu. Jifunzeni mahusiano ya kuhusiana na serikali yenu. Jifunzeni maamuzi ya utii ya kuifanyia serikali yenu. Jifunzeni misimamo ya utii ya kuisimamia serikali yenu. Wananchi wa Tanzania, ninawasihi
Kama mnataka ustawi mkubwa, maendeleo makubwa, maisha bora na mafanikio, ikubalini serikali ya awamu ya sita. Ipokeeni serikali ya awamu ya sita. Na kama wananchi wa Tanzania kweli mmeipokea serikali yenu, acheni kuiwazia mabaya, acheni kuitazamia mabaya, acheni kuinenea maneno mabaya serikali yenu, acheni kuitendea matendo mabaya, acheni kuionyesha mwonekano mbaya, acheni kuiona kwa jicho baya, acheni kuhusiana na serikali yenu kwa mahusiano mabaya, acheni kuifanyia maamuzi ya uasi serikali yenu, acheni kuisimamia kwa misimamo ya uasi serikali yenu. Ndugu zangu wananchi wa Tanzania, serikali ya awamu ya sita ilizaliwa tarehe 19 mwezi wa 3 mwaka 2021. Mimi Joseph Julius Goriama ninaahidi kwa kuwa serikali sasa ni sawa na mtu mzima ambaye anajitambua, nitashiriki kikamilifu kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030 kuhakikisha ninakuwa sehemu ya watu ambao wataifunua serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wataijenga katika mioyo ya wananchi wa Tanzania. Nitafunua sura ya serikali yangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitafunua maisha ya serikali yangu, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nitakuwa sehemu ya watu ambao wanaitambulisha serikali, wanaifunua ili ieleweke. Serikali isipofunuliwa, isipowekwa wazi, wananchi watashindwa kuipokea. Wananchi wataikataa. Sio wanaikataa kwa sababu haiwafanyii mambo mazuri. Wanaikataa, wanashindwa kuipokea kwa sababu imekosa watu sahihi wa kuitambulisha, wa kuiweka wazi, wa kufunua maisha yake, wa kufunua sura yake. Wananchi wa Tanzania wataipokea serikali ya awamu ya sita endapo itapata watu mahiri wa kuitambulisha, wa kuifunua, wa kuiweka wazi kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza, mimi ni Mtume Joseph Julius Goriama, kiongozi na msimamizi wa Taasisi ya Urejesho wa Maadili ya Taifa, TUMATA. Ndugu zangu wa Tanzania, asanteni kwa kunisikiliza.